Ukitaka kufanya kazi kwenye nchi za watu kwa njia haraka inayowezekana, hiki ni kitu kimoja jitahidi uweze kufanya ili uweze kuingia kwenye system na ukaweza kupata kazi kwa njia rahisi. Nimepata kazi nikiwa nikiishi Malaysia kwa miaka 13. Nimefanya kazi kwa miaka 9, miaka iliyobakia nilikuwa nikisoma. Na njia moja ambayo ilinisaidia mimi kupata kazi ni ifuatavyo. La kwanza ni jitahidi sana uelewe mila na desturi za hiyo nchi inayoishi, watu wanavyopenda wenyewe kuishi, vipi wanavyopenda kuzungumza katika nchi yao, na vitu gani wanathamini sana kwenye tabia. Kwa sababu mara nyingi ukiwa unafanya interview, watu wengi wanaweza kuwa na skill set ambazo ni sijui kwa Kiswahili nasemaje. Lakini kuna vitu vingine ambavyo watu wanapenda kuvitazama zaidi kwa sababu wanataka kujua huyu mtu anayekuja katika ofisi yetu je atafanana na sisi. Kwa hiyo jitahidi uelewe mila zao, desturi zao, jinsi wanavyopenda kuishi na vitu gani wanathamini zaidi. Alafu jitahidi ufanane nao kwa njia hiyo. Hiyo ni kitu kimoja nimeona imesaidia sana nikiwa nikiishi Malaysia, na pia nilivyokuwa nimehamia hapa. Kitu ambacho nimeona unakubaliwa katika nchi za watu ukiwa unafanana zaidi nao na unathamini vile vitu wanavyothamini wao na unaishi na wao kwa amani. Iko ni kitu muhimu sana. Na tazama hivi, je, kama mtu angekuja nyumbani kwako na nyinyi mshazoea kuvua viatu, na huyo mtu akaja nyumbani kwako akasisitiza yeye atembee na viatu ndani ya nyumbani kwako, je, wewe utajisikiaje? Ndio unaweza kumwachia ingia nazo, lakini hutajisikia kuwa mkarimu au kuwa welcoming kwa huyo mtu kama hato respect au hato heshimu zile mila zako na desturi zako unavyoishi kwako. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo, ukienda nchi za watu, iko ni kitu kimoja ambacho kimesaidia kuishi na watu kwa amani na pia kukubaliwa na kuweza kuingizwa kwenye system haraka, na pia inasaidia sana kwenye kutafuta kazi. I hope inasaidia mtu. Nimesema kwa Kiswahili.